Ulisikika kwenye moja ya mjadala, moja ya interview hapa juzi, na imesambaa sana na wengi wameishare sana baada ya kusema udhaifu wa serikali wa 500 ni kutoshughulikia wahuni. Kwamba wahuni ilikuwa inashughulikia wahuni kabla hawajamalizwa wahuni, basi wahuni wakasalia. Imeibua mjadala sana, na nikaona mbunge mmoja, of course Nape Nnauye, akasema kwamba kumbe mlikuwa na orodha, naweza ukawataja orodha ya wahuni ambao mlikuwa mnashughulikia. Labda ama hatukukuelewa au tumekuelewa zaidi, au ulikuwa haumaanishi hicho ambacho sisi tumekimaanisha. Wahuni ulikuwa unamaanisha nini? Karibu sana. Sasa unajua, kwanza ningependa hapa kwanza kwa kusema mpaka umetendewa mambo ya kihuni unaweza kuelewa wahuni ni watu gani. Nilipokuwa kwenye mazungumzo haya yaliyotangulia, nilitoa tafsiri ya wahuni na nikawa very clear kusema ndugu Magufuli na Mama Samia walihangaika sana katika miaka yao 5 kuondoa wahuni, na sisi tulikuwa tunahudumu kama wasaidizi wao. Tulishughulika kwa pamoja kuhakikisha ya kwamba tuna deal na wahuni, kwa sababu wahuni ni kero kubwa kwa Watanzania. Wahuni wanaleta manunguniko na masononeko kwa Watanzania, na wahuni wamegawanyika kwenye makundi kadhaa. Wako wahuni wa barabarani tu huku, watu wa kawaida ambao wanapenda kuonea watu wengine, tabia za kuonea watu, kudhulumu watu, dhulumati ndio huo. Au wale wahuni wamepiga daraja, wanakwepa kodi, wanatoa rushwa, wanahonga watu, wanaamini kwa sababu labda wana fedha, wana connection na watu, wanaweza wakavuka, wakapoka mali za watu, wakapora haki za watu. Hawa wahuni. Kuna wahuni, bahati mbaya sasa inakuwa nyeti kidogo, wako wahuni miongoni mwa sisi viongozi. Wahuni wako ambao hawaelewi kwamba dhamana tuliopewa ya uongozi si yetu, tumepewa na wananchi. Hawatekelezi wajibu wao inavyostahili, wanatumia dhamana zao vibaya, wanatumia madaraka yao vibaya, kinyume kabisa na matarajio ya mamlaka ambazo zimewapatia dhamana. Hawa wahuni. Na nafikiri ndugu Magufuli na Mama Samia na sisi wasaidizi wao tulijitahidi sana kuhakikisha kwamba tunashughulika kumalizana kabisa na wahuni, na nilitumia lugha hiyo kwa maana nzuri tu ya kulishajiisha jambo lenyewe ya kwamba muhuni hatakiwi kuwepo, na tushughulike naye kwa taratibu zote tulizojiwekea kikatiba na kisheria kuhakikisha kwamba wananchi wanapata utumishi bora, wanapata maisha mazuri, wanafurahia uhuru wao kama raia. Zile tabia za kuambiana unajua mimi ni nani, unanielewa, mtu ajitambulishe. Kwa ndio ilikuwa maana yangu, na nikasema kitu kimoja ambacho ni udhaifu wa uongozi wa awamu ya 5 nadhani ni kuweka lengo la kushughulika na wahuni, halafu mpaka tunamaliza katika ile miaka 5 tulikuwa kwa kweli bado wahuni wamesalia. Na wahuni ni problem, wahuni ni watu matatizo. Wahuni wako tayari kuweka maslahi yao mbele au makundi yao fulani, na wakayagharimu maslahi mazima ya umma wa Watanzania, na jambo hili halikubaliki. Okay. Kwa hiyo kumbe hapakuwa na orodha ya wahuni ambao mlikuwa nao, kwa sababu nimeona mjadala sehemu, baadhi ya viongozi nimewaona niko nao sehemu, wanajaribu kuonyesha kwamba hata serikali ya awamu ya 5 yenyewe, ambao wewe ulikuwa ni mmoja kati ya viongozi wakubwa kabisa wa kitaifa katika serikali ile, kwamba wapo viongozi walioteuliwa na hayati JPM ndani ya serikali hiyo ambao wewe ungepata fursa ya kumshauri wakati ule. Leo wapo wengine wanafikishwa mahakamani, na wengine wamesukumwa ndani, wengine wamefungwa kabisa. Ndio hilo kundi la wahuni ambao hata ndani ya serikali ya awamu ya 5 walikuwemo, ambao walikuwa ni viongozi wa umma pia. Kwanza wako baadhi ya watu walikasirika kidogo kwamba kwa nini unatutukana. Nikasema kwani nimekutaja jina, unanielewa? Na wengine wakaenda mbele zaidi, wengine ni viongozi wenzangu wanasema na mimi nilikuwa muhuni. Yani wanafurahia kana kwamba wanahisi kweli wametoboa, wamefika huku na labda walitakiwa wasifike. Mimi kweli nimewaona si watu wa maana, kwa sababu nilitoa tafsiri ya muhuni kwa kujinasibu na uhuni ambao nimeueleza haufai. Wewe uongozi iko shida pahala, na nina uhakika Chama cha Mapinduzi kina macho makubwa. Mtu anapenda kujinasibu na uhuni ambao nimeutafsiri, mla rushwa, anaonea watu, dhulumati, na yote haya
alafu unajinasibu na hilo. Iko ushahidi pahala watu wanasema na mimi muhuni, unajua kwa mtindo huo inahuzunisha sana. Lakini sasa sisi ningesema si kwamba kuna orodha, hapana, hakuna orodha, lakini mimi nafahamu viongozi walikuwa na kazi na sisi tulikuwa tunawasaidia wa kusema yule ana matatizo na ushahidi ni huu, ana matatizo. Sitaki kuzungumza watu ambao wanakwenda mahakamani ama wako mahakamani kwa sababu katiba ya nchi haituruhusu kufanya hivi, lakini ninachoweza kusema mimi ni kwamba wako watu wahuni na wajua viongozi, simesema madaraja ya wahuni, viongozi, na tulianza kushughulika nao. Nafikiri mpaka tunamaliza awamu hiyo ya ndugu Magufuli, kwa maana hiyo akiwa rais, wako watu tulijua wewe unakoelekea ni kubaya sana, na watu wengine wanataka niseme hili, watasema kwa nini hamkushughulika nao? Sikiliza, kazi ya uongozi ni kuleta maendeleo kwa watu, ndio lengo kuu. Kwa hata mamlaka inapokwenda tupatia sisi dhamana, huwa expectation yake kubwa ni kwamba ukipewa, kimbia kahudumie watu. Unapoenda kufanya kinyume, ndivyo sivyo, unahuzunisha sana. Asante sana. Nitahama hapo. Nadhani hili swali langu litakuwa la mwisho kutoka kwenye kipengele cha wahuni. Yako mambo ambayo yamejadiliwa. Kwa mfano, mtu anayevunja sheria, mfano hakuna mashaka yalikuwepo makatazo awamu ya 5, na nimeona pia mwendelezo katika awamu ya 6 vile vile pia kwamba hakuna kufanya mikutano ya hadhara, kwa mfano, ili watu wanasema wajenge uchumi, wajenge nchi. Awamu ya 5 walifanya hivyo awamu ya 5, na upinzani wa nchi hii ambao wiki jana umesema hakuna upinzani hapa, umesema hakuna upinzani, wetu wanasema hivi, mtu anayevunja sheria ya nchi, wewe ni muumini wa katiba, anayekanyaga katiba ya nchi kwa sababu ya kila anachosema anajenga nchi, anaweza kuingia kwenye orodha yao makundi. Sasa anayevunja sheria, anavunja utaratibu, anavunja kanuni, anazuia haki za watu kufanya ambazo zipo kwa mujibu wa sheria, na wewe ni muumini wa sheria, anaweza kuingia kwenye kundi la wahuni. Sasa jambo moja watu wafahamu, wasichangane, kwa sababu mjadala kuhusu haki ni kana kwamba huwa inazungumzwa kwamba haki yani si nisemeje, kwamba haki ni holela. Hapana, unaposhika mkono mmoja haki, upande wa pili huwa unatakiwa ushike kwa umadhubuti wajibu. Kwa haki na wajibu vinakwenda pamoja, hakunaga haki holela. Tena sio tu haki na wajibu, lakini pia haki huwa inawekewa utaratibu. Tunachosema sisi waumini wa katiba ni kwamba tunapoweka masharti ya kutekeleza haki, yasiyo yale ambayo yanaitoa haki upande mmoja na upoka upande wa pili, lakini kuweka masharti kwa ajili ya utekelezaji wa haki ni jambo jema kabisa duniani kote na kwenye standard nzuri ya katiba. Nitakupa mfano. Sasa anaposema mikutano sijui harusi na nini, utaratibu tulikuwa umewekwa kwa mfano kwenye awamu ya 5, kila mtu atashuhudia jambo hili. Sema baada ya uchaguzi ambao utaratibu kwa mujibu wa sheria. Ndio nakwambia, yani unajua kusema sheria iko hivi, kuna katiba, kuna sheria, kuna kanuni, kuna miongozo mbalimbali, unanielewa, alafu kuna amri, kuna huku mwisho chini huku kuna desturi nzuri, tamaduni nzuri. Huo mnyumbuliko wote ni katiba, sheria, kanuni mpaka kule chini. Kwa mtu asitaki kujificha kwenye chaka la kusema sheria iko wapi imesema hivi, sema sheria si mwisho, kumbuka kuna kanuni si mwisho, kumbuka kuna wanasema kanuni, kutoka kwenye kanuni unakuja kwenye miongozo, yote ile ni binding. Utakuja kuna amri. Tunachosema chochote kitakachowekwa kisiwe kinapoka haki, lakini lengo na intention nzuri iwe ni kuweka utaratibu wa namna haki fulani inatolewa. Sasa tumefanya uchaguzi, tumemaliza, wamepatikana washindi. Tunazungumzia ile haki ya watu, watazungumza, wanafanya mikutano na kila kitu yenye mlengo wa kisiasa. Tunasema hivi, yuko mbunge pale, ana jimbo pale, tumpe nafasi afanye mobilization. Wabunge kazi yao ni kufanya uhamasishaji. Wabunge kazi yao ni kuzungumza na wananchi na kusema maendeleo itakuwa hivi, tutajenga shule hapa ni sekondari, hapa ni kituo cha afya, hapa na nini. Ni rahisi sana kwa mtu mwingine kutoka speed huko na upepo na kuanza kusema hakuna, wote ni wapuuzi, hakuna kitu kama hicho na nini. Tunasema jamani, tuweke utaratibu. Mbunge kokote kule uliko,
kufanya mikutano yako, kila kitu. Kitu kimoja ambacho wale wanaitwa upinzani hawajakitambua vizuri ni kwamba awamu iliyopita kazi ilifanyika. Baada ya kazi kufanyika sana na tukazungumza, watu waishi kwa utaratibu, wananchi wakawaelewa viongozi, ndugu Magufuli, Mama Samia, na CCM ikapata ushindi mkubwa wa kishindo katika historia hujapata kutokea mwaka 2020. Kwa kipindi hiki kuna wabunge wengi zaidi wa Chama cha Mapinduzi, lakini wako wabunge wa kuhesabika wa vyama vya upinzani, na mimi natarajia wale kwa mfano wabunge wa vyama vya upinzani ambao wako bungeni watumie haki hiyo pia kufanya mikutano kule waliko, kwa sababu zamani ilikuwa mtihani, unataka kutoka hapa. Kuna watu wanauliza, ndugu Polepole, hiyo unayosema ni kwa mujibu wa nini? Nimekutajia ule mnyumbuliko na ukumbuka. Ule mnyumbuliko ambapo ndani yake tunakubaliana. Bahati nzuri unaongea na mtaalamu wa masuala haya, lakini pia umeshiriki moja kwa moja, na bahati nzuri hata nje ya vipindi mara nyingi huwa nakusikiliza na kuona kwamba mtu yoyote ambaye Mwalimu Nyerere alikuwa mkali sana kwenye swala la katiba, kwamba mtu yoyote anataka kugusa katiba kama sheria ya mama, kama katiba yetu mama, huyo ni mtu ambaye hatakiwi kukenewa, yani kuchekewa. Lakini hichi cha mikutano ya hadhara, upinzani kila siku unasema katiba inawataka kufanya. Sasa haya matamko haya unaingiza katika makundi gani haya? Ndio wanazungumza. Ndio maana nikarudia tena nakwambia, katiba haisomwi peke yake. Huwezi ukakimbilia ukashika katiba hivi ukasema katiba inaniruhusu mimi kufanya 1 2 3. Katiba ni waraka mama. Katiba inashuka, inatafsiriwa kwenye sheria mbalimbali. Sheria, huwezi ukashika sheria ukasema sheria inanipa haki zangu zote. Sheria ni sheria kwa upana, waraka mama wa kisheria unatafsiriwa kwenye kanuni. Kanuni huwezi pia ukashika kanuni ukataka nayo mbio. Kanuni hizi pia ukienda chini kuna miongozo mbalimbali inatolewa, kuna amri mbalimbali inatolewa, unasema kuna orders, kuna proclamations, unashuka chini moja kwa moja na ukishuka chini kabisa utakutana na desturi nzuri. Hivi katika nchi yetu tunapozungumza masuala haya, desturi nzuri ikoje? Yote haya kwa pamoja ni package, na hauchukui moja moja ukachomoka nalo ukakimbia nalo. Ndio nalosema. Na practice desturi moja nzuri nitasema, yuko mbunge hapa anafanya kazi ya kuhamasisha umma kuelekea mwelekeo fulani, sio kazi ndogo. Anasema jamani, sasa hivi inawezekana kwa kuna ukame, kwa hiyo tulime mihogo. Anakuja mtu mwingine anasema hakuna kulima mihogo, sisi tutalima mahindi kama kawaida. Hiyo sio siasa tena, huo ni mvurugano, huo ni uvurugaji. Hapo si maendeleo. Tunachosema, sasa umeniuliza mimi, nasema mimi ninachoamini ambacho nilikiona tumekiishi ni kwamba kila haki ina wajibu, lakini haki ili uipate inawekea utaratibu kwa mnyumbuliko huu ambao nimeueleza. Ninataka hapo, kabla sinataka kuondoka hapo, unaweza ukawasaidia umma wa Watanzania wanakutazama sasa kwamba iko miongozo, unaweza kututajia hiyo miongozo sasa ambayo inazuia watu kufanya mikutano ya hadhara? Hiyo miongozo, labda utajie sheria, hiyo miongozo, kanuni ambazo zinazuia watu kufanya mikutano ya hadhara, kwamba sheria fulani, kwa sababu sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 92, sheria namba 5 iko clear kuhusiana na masuala ya vyama vya siasa. Labda hii miongozo, ili umma wasiingie hapo mara kwa mara, wasijikute wanakuwa wanajadili jambo hilo mara kwa mara, ama kwa kutokuelewa, tutajie kwa angalau hizo vipengele hivyo, ili nihame twende kwenye mjadala mwingine. Tuwe tumefunga hapo, ndugu Polepole. Mimi nitakwambia kwa sura ya jumla, kwamba kufanya jambo lolote limewekewa utaratibu wa kisheria. Jambo lolote, hata kukutana ni jambo la kisheria. Na nafikiri sheria moja inasimamia mikusanyiko na mambo kama hayo. Nikisema moja tu ni hii ya mambo ya usalama wa raia na jeshi la polisi kwa mtindo huo, ambayo iko clear, inaeleza utaratibu. Ukitaka kufanya hiki unafanya hivi, unafanya hivi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni sheria mojawapo, na mazingira ambayo yanatumika kusema itakuwa ama haitakuwa wakati mwingine yanabadilika. Nitakupa mfano. Kipindi fulani kulikuwa kuna matukio ya ujambazi mabaya sana, mabaya mno, yalipoteza maisha ya watu wengi sana katika maeneo yale. Mimi nakumbuka kipindi kile katibu mkuu Kinana, katika maeneo yale hata chaguzi za chama mwaka 2017 tuliahirisha.
Sasa katika mazingira kama hayo ndio nakwambia hivi, yani haki unaipata lakini imewekewa utaratibu ili kuitoa. Yako mazingira yanatokea wakati fulani yatakuzuia kupata haki yako. Na ninakupa mfano, uchaguzi wa chama katika ngazi ya mashina na matawi mwaka 2017 haukufanyika kwa ratiba iliyowekwa katika maeneo ambayo yameathiriwa na matukio yale ya ujambazi. Asante sana, na japokuwa nitakuja hapo kama itapendeza baadaye, nihame kidogo sana mambo mengi. Wakati unajiandaa labda pengine unazitafakari hiyo miongozo, kwa sababu kimini ambacho nataka specifically tutaje hiyo miongozo ambayo imezuia mikutano ya hadhara, ambayo inakataza watu kufanya mikutano ya hadhara wafanye kwenye maeneo yao, wakati katiba iko clear. Na wewe ni muumini wa katiba. Nitakuja kwako hapo, nitakuja kwako baadaye wakati unatafakari hilo, nimelitunza. Iko misimamo ambayo watu wanasema Humphrey Polepole umebadilika sana, na kwamba unaifanyia vurugu serikali ya awamu ya 6, fanya fujo serikali ya awamu ya 6, kwamba wakati ukiwa mwenezi ulikuwa na utulivu na watu walikutii na kukuheshimu kama mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Leo serikali inatoa miongozo kuhusu wamachinga, wewe unatoka na kusema mitazamo yako. Swala la bwawa la umeme kwa mfano, au corona kwa mfano. Kwanza nataka kujua mtazamo huu wa kwamba wewe sasa unafanya vurugu unaifanyia fujo serikali ya 600, unaipokea kwa mtazamo gani? Kwamba watu wanataraji wakuone ukiwa umekaa kwa utulivu, unasikiliza kama ambavyo wanasema ulipaswa kutii kama ulivyotia awamu ya 6 ama awamu ya 5. Karibu sana. Kwanza hizi kauli mimi nadhani hazipo. Moja, nafikiri watu tu wametengeneza fikra zao wenyewe kwa mimi ndivyo ilivyo. Mimi ni mwana CCM kweli wa imani, na nina viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi wote safu ya uongozi, na nafikiri tuko vizuri sana, na sijaona mahala popote ambapo mimi Humphrey Polepole nimetuhumiwa au kuhukumiwa, tuzungumze kutuhumiwa kwamba umesema umetumia lugha gani, nimekuwa mvurugaji. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Okay. Yani kule kwenye Chama cha Mapinduzi mimi nadhani tuko vizuri kabisa. Ama hakuna mvurugaji. Hebu nataka kusikia mtazamo juu. Alafu pia kusema kwamba sijui awamu iliyopita si nilikuwa na utulivu, si nilikuwa na utii, si unyenyekevu, si nini. Hizi lugha kwa kweli za kupuuza sana, kwa sababu kwanza nikueleze kitu kimoja, uongozi huu wa awamu ya 5 ndio huu wa awamu ya 6. Na mimi sina matatizo sana na awamu ya ngapi, lakini nazungumzia administration hii ndio hiyo aliondoka. Nimerudia mahali pengine, aliondoka ni mtu huyu mmoja tu, anaitwa John Pombe Joseph Magufuli. Kinachofanyika hapo na kinachoendelea sawa, utaratibu ni ule ule. Mamlaka ya administration hii ilipatikana mwaka 2020 katika uchaguzi. Watu wasipotoshe kwamba mamlaka ya administration hii ilipatikana kwenye katiba. No. Administration hii imepatikana mwaka 2020 ambapo CCM ilikuwa na mgombea mwenza. Bahati mbaya mgombea aliyekuja kuwa mshindi na rais ametangulia mbele ya haki, lakini tumebakia na ambaye ni proxy wake, kwamba huyu akiondoka huyu atashika dhamana. Wale. Kwa nidhamu ya kipindi kile na ya sasa hivi ni ile. Tofauti kumekuwa kuna kwenye chama chetu sisi, dhamana hizi zinakuja zinaenda, tunabadilishana, maana tuko wengi pia. Kwa dhamana yangu imebadilika. Mimi ni mbunge, ni sauti ya wananchi. Umenielewa? Na kazi yangu ni kuisimamia serikali. Kazi yangu ni kuikumbusha serikali. Kazi yangu ni hayo ndio majukumu ya mbunge. Ninayafanya hayo bungeni, na nikija huku nje naweza kuweka msimamo wangu ambao katika ile kanuni ya wabunge wa CCM, katika mambo ya kawaida ya kisera naweza nikazungumza kwa uhuru kabisa, maadamu sijavunja sheria na vitu kama hivyo. Asante sana. Nataka kusikia, tunafahamu marehemu JPM alizungumza swala la bandari ya Bagamoyo, na awamu ya 6 umezungumza swala la bandari ya Bagamoyo, na tumemsikia, tumeona nukuu ya Philip Mangula
Anasema kwenye ilani yenu ya Chama cha Mapinduzi ambao kwa kweli mliilani na wewe ulikuwa wewe ulikuwa ni miongoni mwa watu ambao mlizunguka nchi hii kuipigia debe, hamkuitaja bandari ya Bagamoyo, mmeitaja kama mtajenga magati pale Bagamoyo pale. Maamuzi swali langu nilitoe huko. Nataka kusikia msimamo na mtazamo wako juu ya bandari ya Bagamoyo baada ya awamu ya 5 kukataa, awamu ya 6 imechukua. Wala mimi sio msimamo. Nimezungumzia mtazamo wako. Mtazamo wala yani mtazamo, labda nitafanya uchambuzi. Administration hii kwa maana uongozi huu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa kweli amepewa dhamana yote kama aliyopewa ndugu Magufuli kupeleka maendeleo mbele. Ya mbele maendeleo ya watu wetu, kwa maana hiyo, na kazi inaendelea. Na kuhusu jambo la bandari ambacho mimi nimesikia mama alisema wana reopen mazungumzo, wanayafungua mazungumzo. Hichi ndio ambacho mimi nimekisikia. Sitaki kwenda kwenye zile sarakasi za kuhusu huyu akasema kile, lakini nitachokuambia ni kwamba kufungua mazungumzo, jambo la bandari ya Bagamoyo ni jambo ambalo lina vipengele kadhaa. Kuna ujenzi wa bandari, kuna ujenzi wa ile wanaita industrial park, ile center ya viwanda, kuna makazi, kuna sijui vitu vingi, kuna mambo ya ajira na vitu kama hivyo. Mimi nadhani kwa mtizamo wangu mimi, na si lazima sana bandari inayoitwa bandari ya Bagamoyo ikatazama kama kitu kimoja tu. Bandari ni vitu kadhaa. Na mimi ukisema kiuchambuzi, na nafikiri ndio ambao watu wengi wamekuwa wakijichanganya hapo, ni kwamba nchi yetu ina grand plan, yani ina mpango mpana na mkubwa, na masuala ya bandari ni sehemu ya mipango hiyo mikubwa. Mimi nafikiri hoja zinazotakiwa kujadiliwa hapa ni kwamba umuhimu wa bandari zetu, na kwa nini kila bandari ina umuhimu mkubwa sana ukilinganisha na nyingine. Kwa hiyo kwenye ilani, ni kweli kwenye ilani hatukusema tutajenga bandari ya Bagamoyo, tukasema tutaweka gati pale ili kurahisisha usafiri na vitu kama hivyo. Lakini mimi interest yangu kubwa zaidi ipo kwenye kwanza fahamu umuhimu wa bandari zile zingine, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga. Kwenye inaita kwa Kiingereza kwenye grand plan, mpango ule mkuu wa nchi yetu, ni bandari ni lango linafungua njia. Sasa mpango ni kuwa na shoroba. Bandari ya Mtwara inafungua shoroba ya kusini, wanasema Southern Corridor. Bandari ya Dar es Salaam inafungua shoroba ya kati, wanasema Central Corridor. Bandari ya Tanga inafungua shoroba ya kaskazini, kwa maana ya Northern Corridor. Maana yake nini? Bandari ya Mtwara inatakiwa itumike kama mlango wa kuingiza na kuondoa bidhaa na huduma mbalimbali kuanzia ziwa Nyasa mpaka Njombe. Unasema ziwa Nyasa, Mbinga, na kuingia mpaka Liganga, Mchuchuma, Njombe. Huko tuna chuma, tuna makaa ya mawe. Mpango wa mwendo mrefu ni kuwa na reli ya standard gauge kutoka Liganga, Mchuchuma, Mbinga, wachukue makaa ya mawe na chuma, kiletwe moja kwa moja kilomita zaidi ya 500 mpaka bandari ya Mtwara. Meli zifike bandari ya Mtwara na mzigo huo mkubwa uondokee Mtwara. Lakini pale kuna mazao ya kilimo, korosho, iondokee Mtwara. Pale kuna kiwanda cha Dangote, na yeye aondokee Mtwara, kwa sababu bidhaa hizo zinatakiwa zibebwe ama na usafiri wa maji au na usafiri wa treni, reli, kwa maana hiyo. Kwa hiyo ina Mtwara. Kwa Mtwara haiwezi kuondoka kwenye mjadala wa kuiendeleza. Ya Dar es Salaam ni Central Corridor, yani ile inayolisha kila kitu kwenda mpaka Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda. Kwa maana hiyo mpango ni kuwa na bandari ya Tanga ihudumie shoroba ya kaskazini ama Northern Corridor. Na utagundua kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi sijaweka kifungu, lakini tunazungumza ya kwamba tutoe reli kutoka Dar es Salaam, Tanga, Moshi, Kilimanjaro, Arusha, Mara, Msoma. Haikuwa bahati mbaya, ni bahati nzuri kwamba huo ndio ushoroba, ndio njia ya kutoka Tanga inatupeleka mpaka Musoma. Musoma kuna bandari pale, itawekwa meli kule, inajengwa sasa hivi. Meli itakuja kuchukua mzigo uliopelekwa na reli mpaka Musoma, kutoka Tanga, Kilimanjaro, Arusha,
inatokezea mkoa wa Mara. Nakuelewa. Halafu kwa nakuelewa. Unajua hasa bandari ya Bagamoyo. Nakuelewa ndugu Polepole. Bandari ya Bagamoyo, swali litakuwa na mimi sitaki kuzungumza. Mimi nataka kusema hivi, mama amesema tufungue mazungumzo. Sitaki kwenda kwenye details za mazungumzo. Nachambua tunakusema bandari ya Bagamoyo haifanani kabisa na bandari za Tanga, Dar es Salaam na ya Mtwara kwa maana ya huduma zake ndani ya nchi na ukanda mpana kabisa wa eneo la maziwa makuu. Asante sana ndugu Polepole. Kwenye swala la bandari ya Bagamoyo, kinachojadiliwa sio, kinachozungumzwa wala sio swala la kujenga bandari ya Bagamoyo, lakini swala ni namna ambavyo wananchi wa nchi hii wanavyolitazama swala la bandari ya Bagamoyo, kutokana na kwamba hapa nyuma awamu ya 5 ambapo wewe ulikuwa ni kiongozi, wanasema yapo masharti yaliwekwa. Anatuambia top head of state, anatuambia mkuu wa serikali, amiri jeshi mkuu wa nchi hii, anatuambia hayati Magufuli kwamba nini swali lako? Nisikilize, najenga hili swali. Anatuambia masharti yale yalikuwa sio rafiki, yakatajwa kwa sura ile. Sasa mjadala ukawa mkataba upo, masharti upo. Nataka kujua ndani ya Chama cha Mapinduzi huwa mikataba ya serikali huwa inaletwa kule kujadiliwa, ama kuna mambo yanayotoka? Tupe uzoefu tufahamu. Nataka ifahamike serikali ina uhuru wa kufanya mambo yake kwenye utekelezaji na Chama cha Mapinduzi, na mimi naomba nizungumze, mimi sizungumzi kama msemaji wa chama hapa, nazungumza kama mwanachama tu ambaye amepata nafasi ya kuhudumu, kwa natoa kama uzoefu hivi. Napenda sana ieleweke vizuri kwa maana hiyo. Kwanza si utaratibu kwamba serikali ilete mikataba CCM. Hapana, lakini chama kina jukumu la kuisimamia. Chama huwa kinapata taarifa. Yes, kina jukumu la kuisimamia serikali, na imeelezwa ni maeneo gani chama kitaisimamia, kuisikiliza, kuielekeza na kudai taarifa ije. Kitaifa ni mkutano wa halmashauri kuu ya taifa. Okay, kwa nafasi yako kama mwenezi wakati ule, hamkuwahi kabisa ama kwa uzoefu, sikuingiza kwenye hilo eneo. Kwa uzoefu wako kama mwana CCM na kiongozi wa kitaifa, linavyokuja swala la mambo makubwa kama haya ya nchi, CCM huwa mnapata taarifa sasa, au tu inatokea basi mnakutana na nyie juu kwa juu? Hapana, sio juu kwa juu, yanafahamika mambo haya. Nitakupa mfano mmoja. Wakati tunakwenda kufanya marekebisho makubwa ya sheria za madini, chama kilifahamu. Na sisi tulifahamu tu mapema, tulifahamu kwa maana ya, kwa sababu unajua mwenyekiti ana kliki ya uongozi, una watendaji wale wa secretariat, una kamati kuu, na hao ndo wanamsaidia mwenyekiti from time to time. Kila baada ya miezi mitatu ni kamati kuu, na hapo kabla au kila kadri itakavyoitishwa na mwenyekiti, na kuna secretariat. Mimi naweza kukiri nikasema tulifahamu ya kwamba tulikuwa tunaibiwa kwenye madini, tulikuwa na mikataba mibovu na sheria haikuwa nzuri, na tulifahamu kuhusu habari ya makontena yaliyokuwa bandarini, yaliyokuwa yanamakinikia na yalikuwa yamepita katika namna ambayo haikuwa sawa, na inawezekana kulikuwa kuna kila njama za hila za kuwaibia Watanzania. Hili lilifahamika, na mpaka siku wanakwenda bandarini ni tulijua sisi watu wa chama. Okay. Kwa hiyo maana yake nimekupa mfano. Na kuelewa sana. Nataka niepuke kulizungumza jambo la Bagamoyo kwa maana ya ushindani. Ninachosema mimi kuhusu Bagamoyo, lakini mama kafungua mjadala, mama kafungua majadiliano. Imani yangu mimi ni kwamba bandari ya Bagamoyo haina hadhi sawa na bandari ya Tanga, na bandari ya Dar es Salaam, na bandari ya Mtwara. Haifikii hata kidogo hadhi ya bandari hizi tatu nimezisema. Na kinachofanyika Bagamoyo, nataka ifahamike hivi, wako wabobezi na wataklemu ubobezi wa jambo hili. Bagamoyo kuna zaidi ya mradi mmoja, ila wote tunauita bandari ya Bagamoyo. Kuna bandari kama bandari, kisha kuna viwanda, kuna makazi na vitu kama hivyo. Hoja yangu iko hivi, bandari ya Bagamoyo hata isipokuwepo, kwa mfano vile viwanda vinaweza vikaweka sehemu tofauti na vikahudumiwa na bandari ya Tanga, vikahudumiwa na bandari ya Dar es Salaam, vikahudumiwa na bandari ya Mtwara. Nikikusikiza kwa masikio kama yatakuwa sio ya kivivu, ni kwamba
swala la bandari ya Bagamoyo ni kama nadhani warudi kwenye ilani Hapana, sisema hivyo. Nimesema hivi. Yani sio lazima, sio lazima, yani jambo la bandari ya Bagamoyo sio kufa na kupona. Bandari ya Dar es Salaam ni kufa na kupona. Bandari ya Tanga ni kufa na kupona. Bandari ya Mtwara ni kufa na kupona. Bandari ya Bagamoyo si kufa na kupona. Okay, asante sana. Conclude hivi itakaa vizuri. Nakuelewa. Tunakuelewa. Na asante sana. Yako mambo ambayo nataka tuyazungumze. Saa 4 dakika 30 nitaondoka hapa. Ninayo hapa mambo kadhaa. Kwa mfano tunazungumza swala la bandari ya Bagamoyo, lakini bana nimekusikia pia unasema zile kauli za kwamba mitambo ya kufua umeme, kwa sababu tumesikia umeme hapo na katika hapa maji kule, bili zimekuwa, mambo yamekuwa mengine kidogo, lakini nijikite kwenye umeme hii. Tumesikia kauli mbili tofauti. Tumesikia kauli ya Waziri Kalemani wakati ule akisema tutajaza maji na kwamba bwawa lile lingetaraji kuwa limeanza shughuli mara moja kutokana na uhaba umeme tulionao, basi ile lingeweza kutusaidia sana. Vile vile pia Mheshimiwa Makamba naye anasema kwamba wasingeweza kufanya hivyo kutokana na kwamba bado mambo hayakamilika. Kwanza ni kauli mbili ambazo wewe ni mbunge. Ukweli ukoje kwenye hili kama mwenezi ambaye ulikuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, ambaye ulikuwa mwenezi, lazima hicho cheo kitafutika ujue. Ulikuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Hilo lazima. Wewe ni address kama Polepole unasema. Ulikuwa mwenezi na ulizunguka nchi hii kukagua miradi. Ulizunguka kukagua miradi. Labda tukubaliane kwamba uenezi unaukana leo kwa umma. Sijaukana, nimesema hivi. Ulikuwa. Sawa. Sasa tumia basi hata sasa isema ndugu Polepole kama mbunge. Ndugu Polepole, mtu aliyekuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi na kuzunguka kukagua miradi. Hebu niambie mtazamo wako juu ya taswira ya bwawa hili la umeme. Wapo wengine wanasema hujuma, wengine wanasema bana tulikuwa tunapigwa fix bana, mradi ulikuwa hovyo ule na nini. Ukoje mtazamo? Ndio, kwanza nitakasema hivi, kwenye chama chetu hakunaga si mimi mwenezi mstaafu, hakuna hicho kitu. Ulikuwa? Ndio nataka kusaidia kunyosheza maneno. Kwenye chama chetu tuna mtu mmoja tu ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, tuko naye sasa hivi, ni Comrade Shaka. Kwa napenda ifahamike hivyo. Sisi wengine wote ni wana CCM. Kwanza nimezungumzia lugha ya kufa na kupona. Kufa na kupona bandari ya Tanga, kufa na kupona bandari ya Dar es Salaam, kufa na kupona bandari ya Mtwara. Hakuna mzaha katika mambo hayo, ni kufa na kupona. Bwawa la Mwalimu Nyerere ni kufa na kupona. Mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni kufa na kupona, na ninamaanisha nikisema hivi. Hakutakuwa na chanzo kingine mserereko cha umeme kwenye nchi hii kama bwawa la Mwalimu Nyerere. Na pahala fulani sitakwambia, tulikaa sisi wabunge wa CCM na mwenyekiti wa CCM Mama Samia Suluhu Hassan alituhakikishia ya kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere litaendelea kama ilivyokuwa mpango, na yeye anasimamia. Hii naweza nikasema hivi wazi wazi mbele ya wabunge wa CCM. Na nataka angalizo moja tu, mabeberu na wahuni. Unajua mabeberu ni wale wako nje na wanafanya kazi mara nyingi hapa nchini, na wahuni na wale hasa wenye lengo la kuyapoka maendeleo yetu kwa manufaa yao. Hawatafurahi kusikia Tanzania inajaza maji kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere na tunaanza kuzalisha megawati 2115 kwenye chanzo kimoja cha maji, na kwa pesa tumetengeneza wenyewe. Beberu na mhuni yoyote atapambana kufa na kupona. Sasa beberu hapambani kufa na kupona, kupona atapambana kupona kuharibu mradi wetu. Nina imani kubwa. Na maana gani? Yaani sisi ambao tunapambania nchi kuna kufa na kupona. Beberu na mtu muhuni huwa anakupona. Siko unielewa. Unaposema beberu una maana gani? Unamaanisha nini? Beberu imefundishwa mpaka shule bwana. Mimi nakuuliza wewe ndugu Polepole kwamba unaposema beberu, nikisema imperialist powers. Nataka connection kati ya mabeberu hao
wahuni na mradi wa umeme. Ndio ninachotaka hiyo connection. Kwetu sisi mradi wa umeme ni kufa na kupona. Yaani iwe mvua iwe jua, ni lazima Watanzania na serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi tuhakikishe ule mradi unasimama. Tukilega mabeberu na wahuni watatukwamisha pale. Kwa nini? Kwa sababu kuna maslahi makubwa sana kwa mabeberu na washirika wao wahuni. Ule mradi ukikwama, tunarudi katika zama za kuwa na vyanzo visivyoaminika vyenye gharama kubwa ya kuzalisha umeme. Ule mradi unapochelewa ule mradi, tunaendelea kuwapatia mzigo wa Tanzania na pesa kubwa ya kuzalisha umeme. Ule mradi ukichelewa, na mara nyingi kuchelewa kwa mradi kuna sababu kadhaa. Na ndio hapo mimi ninapokuja, na hapo mimi nitakuwa kama mbunge, yani nakwambia hivi, ule mradi ule sisi tulipewa dhamana ya kusimamia serikali, tuisimamie kweli, kwa sababu ni faida kwa beberu na mhuni yoyote yule mradi ule usifanikiwe. Unaona hizo dalili? Sasa ungeuliza swali more specific. Ukiniambia naona dalili, naona kama swali la jumla sana. Unaona dalili za ule mradi mabeberu na wao unaoita? Nafahamu kitu kimoja, tuliahidi na kauli ilitolewa bungeni. Tuliahidiwa ya kwamba bwawa litaanza kujazwa maji ikifika nafikiri tarehe 15 ilikuwa mwezi wa 10 kama sitakosea, na tulikuwa bungeni kule bado. Na bwawa waziri wetu alitoa taarifa kwamba hawezi kuanza kujaza maji kwa sababu kuna winchi ambazo zinatakiwa zikatumike kuinua malango ya chuma kuziba mifereji, na hiyo ndio sababu kwa nini hawakuweza kuanza kujaza maji. Mimi nadhani rai yangu mimi kwa serikali kama mwananchi, winchi is a very small thing. A very small thing. Winchi kwa mradi likubwa kama lile, mimi nadhani na ninamwombea kwa Mungu mama yetu Samia Suluhu Hassan asimame imara, kila kitu kiende sawa kama ambavyo imepangwa, kwa sababu wote sisi wa Tanzania tunafuatilia na tuna imani kubwa sana na yeye kwamba huu mradi hakuna mtu atasogea kwenye communication psychology. Mimi kuna kitu nataka kucommunicate, kuna kitu nataka kukisema, ni kama unajitisha hivi. Una kitu nataka kusema, unakiacha unasema. Unaona nini kwenye mradi? Yaani mimi naogopa kitu kimoja duniani hapa. Naogopa Mungu peke yake. Tena huwa naogopa kwa kuhangaika. Kwa hivi vitu vingine vya kibinadamu hapa hivyo havina, sina matatizo navyo kabisa, sina matatizo hata kitu kimoja cha kibinadamu. Ninatoa indhari na rai kwa serikali ya kwamba mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni mradi wa kufa na kupona kwa Watanzania, na naisema hivi kwa takwimu zifuatazo tu za kinishati. Sisi tuna mahitaji ya kama megawati 1400 na ushe. Tulikuwa tunazalisha megawati 1600. Tulikuwa tuna bakaya megawati 100 hivi. Na sasa bwawa la Mwalimu Nyerere lingetupatia ziada ya megawati 2100. Jumlisha bakaya 100, tungekuwa na umeme ambao uko tu tunaweza tukauuza nchi yoyote, megawati 2215. Hivi ile mradi wa bwawa la umeme hivi liko kwenye ilani Chama cha Mapinduzi? Hata wewe tunaulizana maswali. Tupo katikati hapa. Manangu ni moja. Nikikusikiliza hapa tangia mwanzo, ndio kuna maeneo unapata mashaka na wasiwasi kidogo. Kwa mfano hata huu mradi nikikusikiliza ni kama unapata mashaka, ndio maana namuomba rais awe makini kwenye hilo, kwamba unawezekana mabeberu wale na hao mabeberu sio hoja ambayo haipo. Sikiliza, ili bwawa wako watu walisema tusichimbe ili bwawa, tusitengeneze bwawa kwa sababu pale eneo ambapo tutajenga bwawa katika mto Rufiji ndipo ambapo kuna bwawa la muda wote la mamba duniani. Mamba wengi wako pale. Unaviona viashiria utasema kweli daima
Fitina kwako mwipa. Nimeapa mimi kwa jambo. Ndio nasema hivyo ni nini ile ahadi za Mwanatano. Sasa wale waje kusema msijenge hapa kuna bwawa la mamba. Nikasema hivi sisi umeme na mamba hawa faida yake nini? Mamba wako katika mito yote nchini hapo. Kwa hao watafute maeneo mengine, si tujenge bwawa. Okay, unaona viashiria vya ule mradi kukwama au kukwamishwa? Ndio, sikufurahi kwamba tumechelewa. Sikufurahi kwamba tumechelewa kama mwananchi, kama mbunge. Sikufurahi tumechelewa, tulikuwa tu tumeanza kuweka maji na tumeambiwa kwamba hizo winchi na nini. Nina imani kubwa ya kwamba ucheleweshaji wowote ule, mimi nina imani hauko upande wa serikali. Hivyo basi tumsisitize mkandarasi, na hapa nazungumza kama mwananchi, mradi wetu aukamilishe, atukabidhi kwa wakati. Tuna kiu ya umeme wa uhakika, na tuuze mwingine. Mama yetu atukusanyie pesa ziwe ni za kwetu, tumeuza umeme wetu ili tulete maendeleo kwa watu wetu. Okay, sawa, asante sana. Ni ndugu Polepole huyu. Maoni ni mengi sana kwa kweli, na ambayo nasema naweza nikashindwa kabisa nikaelemewa. Ni mengi sana. Ninayo mambo hapa machache kabla sijaondoka hapa. Mlisema kwamba mlisema na nani unamaanisha? Kwenye ilani? Kwenye ilani. Sawa. Au ilani mlisema katika ilani. Sawa. Kwamba wakulima wa nchi hii ni watu muhimu sana. Kabisa. Muhimu sana. Kabisa. Na mkasema mtajengea miundombinu na mazingira mazuri, ikiwemo kuwapunguzia bidhaa za mfano malighafi haya za kuisha, mfano mbolea na vitu. Naongea na wewe leo, huyo mnayemuita mkulima, ukimtajia bei ya mbolea anaweza kuzimia hapa. Huyo mnyonge mnayekuwa mnamsemea katika sura gani? Katika sura ya kumuita mnyonge kama sifa au mnyonge kama kumsaidia? Kwa mfano kesi ya wakulima na mbolea. Swala jumla. Mimi jambo hilo lina point kama 3 hivi. Moja ni kweli, chama chetu cha wakulima na wafanyakazi. Kwa hiyo jambo la mbolea hata mimi halinifurahishi kabisa. Halinifurahishi kabisa kwamba mbolea bei yake imepanda juu sana, kutoka labda 55,000 mpaka wastani 118 mpaka 20. Sababu ni kadhaa. Moja, Corona. Corona hii sasa, unajua siku hizi corona inaweza kuwa sababu ya kila kitu, lakini tunaweza tukasema tu ya kwamba tumeelemea sana kuagiza mbolea kutoka nje. Yaani tumeagiza mbolea sana kutoka nje. Kwa hiyo nje wasipozalisha mbolea, hapa nyumbani hatuna mbolea. Na nitazungumza kama mbunge na mchambuzi. Sasa imekuja corona kwa namna ambavyo imekuja, kwa kweli ni bahati mbaya sana, kwa sababu mimi nina mtazamo tofauti na mambo haya ya corona. Na imewaathiri sana watu wengi, na ikiwemo wakulima. Sasa ukisema corona, maana mjadala unaisha hapo. Sasa mimi nitakuendeleza mbele mjadala. Mimi nafikiri tuanze kupokea sana mashinikizo kutoka nje ambayo tunaweza tukashughulika nayo ndani. Kwa mfano, jamaa walipata corona huko, wamefunga viwanda, sisi tumepata tutakosa mbolea. Lakini na serikali ya CCM ni sikivu sana, nasema kama mwananchi hapa pia, sisi tunaweza tukatengeneza mbolea yote tunahitaji hapa Tanzania. Inawezekana kabisa. Kabisa inawezekana. Nitakupa mfano mmoja. Na hii naisema hapa exclusive kwa sababu nishawahi kutamka, nitasema kitu sikukisema sehemu yoyote. Tanzania ni mojawapo ya nchi 2 ulimwenguni zinazotengeneza organic phosphate. Nchi hizo 2 ni Tanzania na Australia, ndio zinatengeneza organic phosphate. Phosphate wanasema nini, ni raw material, ni mali ghafi ya kutengeneza mbolea. Mbolea, mchanganyo wote wa mbolea tunazihitaji. Sijui wakina DAP, sijui wakina NPK, ya kupandia, ya kukuzia na vitu kama hivyo. Hiyo phosphate inapatikana Minjingu. Na zamani kabla ya kiwanda cha Minjingu kuanza,
lile eneo la kiwanda, na kiwanda chenyewe kilikuwa chini ya kitu wanaita Tanzania Fertilizer Corporation. Kwa sababu ya figisu za mashirika ya kimataifa, mabeberu, na kwa sehemu uzembe wetu, Tanzania Fertilizer Corporation haikufanya vizuri, tukauza, tukampatia Minjingu. Nashukuru sana, nilisikia hivi karibuni rais aliteua mwenyekiti wa Tanzania Fertilizer Corporation. Kitu kama mbolea ni kitu cha mkakati, ni kitu cha kufa na kupona. Kwa nini tusiende pale Minjingu tukazungumza na yule bwana wa Minjingu kwamba hivi limlima lote hili unazalisha phosphate kiasi gani, ni kiasi gani cha phosphate unatumia kutengeneza mbolea, ni kiasi gani cha phosphate unauza nje. Ni rahisi kuuza malighafi na si kutengeneza mbolea. Hilo moja. Kwa hatujafanya vya kutosha. Okay. Ni imani yangu na nina uhakika katika miaka hii mitano ya Mama Samia Suluhu Hassan linaweza litafanywa kazi. Ni kama mbunge nitalisukuma kuhakikisha kwamba tusiweke mzigo mkubwa wa kuagiza mbolea kutoka nje wakati tunaweza tukaizalisha hapa hapa Tanzania. Asante sana Afai, ndugu Afai Polepole. Nina maswali madogo mawili ya mwisho ya kumalizia. Moja, kwa sababu ya hata mradi wa umeme umetaja wabeberu wanaweza kujichanganya na wahuni wakajikuta wanafanya jambo fulani. Vyote hivi ukivitaja kwa ujumla, kitaja watu akaunti za watu hapo nyuma zilikamatwa benki, kulikuwa kuna kesi hizi za watu kubambikiana kesi, zote hizo, hayo yote ni makundi ambayo tunaweza tukasema ni uhuni wenyewe huu. Hauoni sasa labda katiba mpya inaweza kutibu haya yote, kwa maana ya kwamba kuliko kujiwekeza kwa mtu, badala yake mfumo ndio ujiwekeze? Akiondoka JPM leo, atakayekuja kesho ataenda kwenye mfumo. Akiondoka huyu mheshimiwa ndugu Samia, atakuja Humphrey Polepole, atazingatia na kusimamia hayo. Katiba hauoni. Atakuja Aloisinyanda kesho, atakuja Dr. Bulendu, atasimama atakuja Mzee Diallo. Hauoni katiba mpya ndio inaweza ikuwa suluhu la kudumu la kuondoa wahuni wote ambao unawataja, badala yake kuliko kusubiri mtu aanze kushughulika na wahuni, anaweza kuwamaliza labda mfumo peke yake wa kikatiba imara wenye kuwajibisha? Karibu sana. Niliwahi kufafanua jambo hili, baadhi ya watu hasa kwenye kliki labda ya uongozi hivi na mambo ya vyama hapa wakashindwa kuelewa. Nikamwambia mimi pia namshukuru Mungu na Chama cha Mapinduzi nimekuwa sehemu ya mchakato wa kuandika katiba mpya. Na ukiniuliza sasa hivi eti tunaweza tuandike katiba mpya sasa hivi, nitakujibu tusiandike katiba mpya sasa hivi. Na nina sababu very strategic. Katiba kitaalamu huandikwa na kiongozi anayeondoka. Yaani yeye anayeondoka anatuandikia sisi, wanaofuata wale wanafungwa na ile. Kwa huwa huandiki katiba mwaka wa kwanza. Kwa mfano ni mwaka wa kwanza Mama Samia. Hauandiki katiba mwaka huu. Saa hizi wananchi wanataka waone mbolea imeshuka, umeme katiki, shule tunazijenga kama zinavyojengwa sasa hivi kote nchini Tanzania, na hospitali na vitu kama hivyo. Anapomaliza tuseme 2025 hapo, kwa maana hiyo inapokuwa mwishoni ndio unasema sasa na waachieni katiba. Na kama utafuata utagundua kwamba mzee Kikwete alipokuwa anaondoka ndio alisema na waachia katiba. Bahati mbaya kwa mazingira na matukio yaliyotokea hatukuweza kumaliza ule mchakato. Lakini mpaka tutakapokuwa sasa tuna muda mwafaka wa kuandika katiba, mimi rai yangu na naomba Watanzania wanielewe sana. Nazo dakika chaza kuondoka kama dakika moja. Ni mambo matatu. Kwanza, kabla ya matatu, tujikite kwenye kuimarisha ukatiba, constitutionalism, ukatiba. Yaani watu waheshimu katiba hata kabla hatujaandika katiba yenyewe. Unajua kuna nchi hazina katiba iliyoandikwa lakini wanaheshimu katiba. Na hasa sio wananchi, hasa viongozi. Kisha baada ya hapo tutapokuwa tunakaribia kuandika katiba, mambo matatu tufanye: muafaka wa kitaifa, maridhiano na uelewa wa pamoja kuhusu nini Watanzania wanataka. Watanzania wanajua wanachokitaka, sisi viongozi tufanye hivyo. Okay. Na nikitolea mfano mfano tu kama mifano ya Yesu, katiba ni kama mgonjwa yuko ICU saizi. Labda kama mimi ningekuwa daktari, nikiwatizama wanaukoo wa mgonjwa huko nje,
kiukweli inaendelea kumlaza usingizi mgonjwa. Sasa kwa katiba mpya muhimu polepole. Katiba si umuhimu wa katiba mpya hauna mjadala. Nimekueleza mchakato. Lakini katiba mpya ni muhimu. Haina mjadala. Haina mjadala. Haina mjadala. Na msimamo tulishakubaliana. Na huo msimamo haujabadilika. Haujabadilika kwenye msimamo. Yaani hatusijabadilika na huo msimamo uko bayana. Na hata ukiangalia kwenye kurasa zangu zote za social media nimesema mimi ni believer wa a people centered constitution. Nakushukuru sana. Ndio. Mimi nakushukuru sana kwa kweli kwa mjadala huu, na pia ninatoa heshima hii kwa kushiriki kwenye mjadala huu. Nakushukuru sana.